yalikuwa yamesemwa kutokea katika Torati na manabii. Okay, and also nika introduce new concept ambayo ni very familiar to us, nadhani pia nitairudia kidogo, lakini ambayo inatuonyesha kwamba Kristo ni Mungu tangu mwanzo. Mnakumbuka Mnakumbuka jana tulikuwa na that kind of study. I believe today nitaongeza kipengele cha pili na cha tatu ili tuwe mahali pazuri, lakini kabla tujaanza kitu chochote ni muhimu kukumbusha kile ambacho tulikisema hapo nyuma. Tuna kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Okay? Nitafurahi kama all of us tukiwa tunasoma Biblia. Inapendeza kila wakati unaposoma neno la Mungu kwa sauti unapokea baraka. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu kuendelea kuchota baraka za Bwana ambazo zipo miongoni mwetu katika kusanyiko kwa kufuata maelekezo madogo madogo ambayo tunapeana. Okay, hata kama huna spidi, make sure kwamba unasoma. Okay? Nataka kile ambacho tunakijifunza uwe ni kile ambacho unakisoma kutokea kwenye andiko. Na kama hujaelewa kitu usisubiri nihitimishe. Unaweza ukanistopisha ukaniuliza ili tuwe pamoja katika mwendo tunaoendelea nao. Haleluya. Okay, twende Mathayo 5 mstari wa 17. 1, 2, 3. Bali kutimiliza ni msamiati makini sana ambao unatakiwa kuuzingatia. Huo msamiati wa mwisho hapana kusema kutimiliza. Okay. Ujio wa Kristo duniani hakuja kubadili kile ambacho Mungu alisema kupitia vinywa vya manabii. Badala yake Bwana Yesu alikuja kukamilisha kile ambacho manabii walikuwa wamekisema. Narudia kusema hiyo kauli. Ujio wa Kristo duniani hakuja kutangua kile ambacho manabii walikisema kumuhusu. Badala yake Kristo alikuja kukikamilisha kile ambacho manabii walisema, au Roho wa Mungu alisema kupitia vinywa vya manabii. Okay. Kwa namna nyingine nyepesi zaidi ambazo nikasema ni kusema hivi: Yesu Kristo ni utimilifu wa unabii, ni uhalisia wa ahadi, ni uhalisia wa vivuli ambavyo vilikuwa vimemzungumzia katika Old Testament. Haleluya. Kwa maana yake unavyosoma New Testament na Old Testament unasoma habari moja ambayo haikinzani mahali popote. Katika Agano la Kale utaona Bwana Yesu amefunuliwa kama ahadi, amefunuliwa kama nabii, amefunuliwa kama kivuli, amefunuliwa kwa wakati fulani kwenye matukio fulani fulani ambayo unakuta nabii alikuwa ana act on his behalf altogether. Unakuja katika New Testament unaona Kristo ndio utimilifu wa unabii, Kristo ndio utimilifu wa ahadi, Kristo ndio uhalisia wa vivuli. Kristo anayatimiza hayo matukio ambayo yalizungumzwa kumuhusu katika Agano la Kale. Na I believe wengi tuko familia katika unabii, katika ahadi, katika vivuli, lakini hatupo familia katika matukio. Kuna matukio ambayo yalizungumzwa in Old Testament ambayo kikawaida yalitokea katika Old Testament, lakini amekuja kupata maana kamili katika ujio wa Kristo Yesu. Ni matukio kabisa. Kwa mfano, Daudi anavyozungumza kwa habari ya kusalitiwa, yule ambaye anakula chakula chake amemnunulia kisigino. Ilikuwa ni tukio la kweli kabisa. Watu wa karibu wa Daudi walikuwa na kawaida kumsaliti mara kwa mara. Okay? Tunamwona Ahithofeli alimsaliti Daudi, tunamwona Absalomu na watu wengine. Okay? Kwa hiyo maana yake Daudi anasema the real experience ya kwamba wale ambao aliwaamini, watu wa karibu yake zaidi, ndio ambao wamemtenda mambo machungu na mambo magumu, wamemsaliti. Alright? Then tunapokuja kwa Kristo tunaona the same, anatumia the same analog au the same phrase ambayo Daudi aliyaongea akiwa katika hali ya huzuni ya kwamba wale ambao nimewapa chakula changu wamenunulia kisigino. Bwana Yesu tunakuta anasalitiwa na Yuda, na the same verses zinabii quoted kwamba ni utimilifu wa kile ambacho nabii Daudi alikisema. Huo ni utimilifu wa kimatukio. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli Daudi alisalitiwa, lakini also tunaona ni kweli Kristo pia ambaye ni mzao wa Daudi amesalitiwa. Tukisoma kwa baada ya historia ya Yusufu, huo ni utimilifu wa kimatukio. Yusufu anasalitiwa na nduguze, anauzwa mikononi mwa watu wa mataifa. The same, Yesu Kristo anasalitiwa na nduguze, anauzwa mikononi mwa
Warumi aweze kusulubiwa kufa. Huu ni utimilifu wa kimatukio, right? Kwa mfano tukio la bikira kubeba mimba, haina maana Isaya wakati anazungumza alikuwa anamuona Kristo moja kwa moja. Ule unabii tunasema ni indirect to Christ. Kwa nini? Kwa sababu ishara ambayo Isaya alikuwa anazungumza kwa habari ya bikira kuchukua mimba ilikuwa inahitajika kwa kipindi kile cha mfalme Uzia, okay? Kupewa assurance kutoka kwa Mungu ya kwamba atamsaidia dhidi ya maadui zake ambao wamemzunguka. Kwa akasema ishara ambayo ishara ambayo inathibitisha kile ambacho nabii amesema. Okay, naona hapo wengi hamjanielewa. Ndio kusema maneno ya manabii. Kwa mfano, nikija kwako nikakusemea neno la Bwana, unaniuliza swali kwamba nitathibitishaje kwamba Bwana atafanya hicho niambia? Ninakwambia omba ishara. Kwa maana yake ishara mara nyingi inatangulia kutokea kabla ule unabii ambao Bwana ameusema kwamba utatokea. Au together? Kwa maana yake nabii Isaya ametumwa na Bwana aende kwa Ahazi mfalme, akamwambia kwamba Mungu atampa ushindi dhidi ya mfalme wa Israeli na mfalme wa Shamu. Okay? Na ili kumthibitishia hicho alichokisema Bwana kwamba kitatokea kama alivyosema, Isaya anasema ishara ambayo Bwana atakupa ni bikira atachukua mimba, atazaa mwana. Na ukifasiri maandiko, watafsiri wengi tunakubaliana kwamba bikira aliyechukua mimba kazaa mwana ni mtoto Isaka mwenyewe, ndio alikuwa anaitwa Emmanuel. No, so Isaka, Isaya mwenyewe anaitwa Emmanuel. Altogether. So maana kila nabii kulikuwa na partial fulfillment kwa kipindi kile, kipindi cha Isaya, lakini the complete fulfillment ikaja katika Kristo. Kwa huo pia tunasema ni matukio. Right? Tuko pamoja mpaka hapo? Okay. Kwa maana yake nikisoma kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 17 anavyosema, msidhani ya kwamba nalikuja kutangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Maana yake utimilifu huo tunaona utimilifu wa matukio, right? Utimilifu wa unabii, utimilifu wa ahadi, utimilifu wa vivuri, utimilifu wa mifano ambayo yote ilikuwa inahusiana na Kristo katika Agano la Kale. Are we together? Are we together? Okay. Kwa maanake na mwinjili Mathayo amekaza kweli kweli kutuonyesha msamiati ya kwamba ujio wa Kristo hautofautiani na kile ambacho manabii walitangulia kusema kabla hajaja. Badala yake Kristo amekuja kuconfirm, amekuja kuthibitisha ukweli na usahihi ambao manabii walizungumza kumuhusu katika Old Testament. Na watu wa Mungu tuwe very clear, hakuna mahali popote ambako Yesu anamsahihisha nabii yeyote in Old Testament. Nowhere. Wala Bwana Yesu hakuwa anafikiria kwamba, hakuwahi kufikiri kwenye moyo wake ya kwamba amekuja na neno la juu kuliko kile ambacho manabii walikizungumza. Badala yake alikuwa anaafirm na kuconfirm ya kwamba manabii walisema neno la Mungu. Naweza kusema kauli, hakuna mahali popote ambako Bwana Yesu anamsahihisha nabii yeyote yule. Badala yake Bwana Yesu anathibitisha zaidi ya kwamba kile ambacho manabii walikisema ni neno la Mungu. Kwa mfano, moja ya mstari au moja ya kauli za Bwana Yesu ambazo ni za wazi kabisa, ambazo zinathibitisha kwamba kilichosemwa na manabii ni neno la Mungu ambalo haliwezi kutanguliwa, ni huu mstari wa 17 na 18 ambao tumeusoma. Msidhani kwamba anayekuja kutangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja, sema yodi. Unavyotumia neno yodi ni herufi ndogo kabisa katika lugha ya Kiunani. Okay, ni herufi ndogo kabisa katika lugha ya Kiunani, ya herufi ndogo kabisa katika lugha ya Kiebrania. Wala nukta moja, nukta ni sehemu ya herufi ya Torati itakayoondoka hata yote yatimizwe. Manake hakuna sehemu ya neno la Mungu ambayo itaondolewa pasipo kutimizwa. Kwa nini? Kwa kuwa ni neno la Mungu. Kwa maana katika kauli ya Bwana Yesu inatusaidia kuelewa ya kwamba hata katika maeneo magumu ambayo tuyafahamu katika Agano la Kale, bado hayo maeneo ni neno la Mungu. Hakuna herufi moja katika hayo maeneo ambayo itatanguliwa ama itaondolewa mpaka hayo yatimizwe. Are we together? Kwa moja mpaka hapo. Lakini kauli nyingine ya Bwana Yesu tunaona katika Injili ya Yohana sura ya 10 ambako
Bwana Yesu anasema neno la Mungu halitanguki. Neno la Mungu halitanguki. Okay. Yohana sura ya 10, twende hapo. Onyesha huo mstari. Yohana sura ya 10. Sema neno la Mungu ni la milele. Okay. Twende ule mstari wa 34. Sura 10 mstari wa 34. Anasema Yesu akajibu, je, haikuandikwa katika torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Angalia mstari wa 35. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, ikiwa walioitwa miungu wale ambao wamejiliwa na neno la Mungu, manake anaithibitisha uzaburi neno la Mungu. Baadaye anasema na maandiko hayawezi kutanguka, na maandiko hayawezi kutanguka. Kwa manake Genesis to Malachi, katika mafundisho ya Bwana Yesu alikuwa anaona neno la Mungu. Narudia kusema hakuna mahali popote kwenye maandiko ambako Bwana Yesu aliyaona mafundisho yake yapo juu kuliko mafundisho ambayo manabii walizungumza. By status, Yesu ni mkuu kupita manabii. By status, by position. Lakini katika habari ya kulisoma neno la Mungu, mara zote Bwana Yesu alikuwa ana align mafundisho yake na kile ambacho manabii walikuwa wamekisema. Kwa nini? Kwa sababu wakati Mungu ambaye mwisho wa siku hizi amejifunua kwa njia ya mwana ni Mungu yule ambaye alisema na sisi hapo awali kwa njia ya manabii. Kwa hiyo waliobadilika ni wajumbe, lakini the author ni yule yule. Manake Mungu aliyeitoa ahadi in Old Testament ndio Mungu ambaye amekuja kuitimiza in the New Testament. Ni the same God. Mungu ambaye aliwaruhusu manabii wa Acton Elizabeth, okay, waigize kwa niaba yake, ni Mungu huyo ambaye mmoja kuchukua that message ambayo aliigiza mmoja kuitimiza in the New Testament. Kwa manake tuna Mungu mmoja katika Agano la Kale, tuna Mungu mmoja katika Agano Jipya. Ni kama kusema hivi, Mungu yule wa Agano la Kale ndio Mungu wa Agano Jipya. Kwa maana katika uimbaji wetu tunasema Mungu wa maandiko, God of scriptures. Maana tuna include both of them, Old Testament scriptures, New Testament scriptures. Bwana asifiwe sana. Yesu anafima, anasema kwa kuwa neno la Mungu haliwezi kutanguka. Kwa manake kama amesema neno la Mungu haliwezi kutanguka, manake yeye hatakuwa wa kwanza kulitangua neno la Mungu. Wapinzani wake walimfikiria kwamba mafundisho yake yanakinzana na kile ambacho Mungu amesema kupitia vinywa vya manabii. Badala yake Bwana Yesu anasema no, isipokuwa uelewa wenu wa kile ambacho kimesemwa na manabii unatofautiana na kile ambacho manabii walikuwa wamekimaanisha. So kwamba mafundisho ya manabii yana makosa, hayana makosa, lakini interpretation ya marabi, walimu wa Kiyahudi katika mafundisho ya manabii ndiyo iliyokuwa na makosa. Kwa manake Bwana Yesu walikuwa wanamwona kama ni mpinzani wao, kwa sababu kila wakati anapofundisha alikuwa anafundisha neno la Mungu moja kwa moja bila kunukuu quotation kutoka katika mapokeo ya Kiyahudi. Kila wakati akiwa anafundisha, maandiko anasema alionekana akifundisha kama mtu mwenye mamlaka, ambapo anasema akifundisha kama mtu mwenye mamlaka haina maana alikuwa anaongea kwa sauti kubwa. Badala yake ni kwamba alikuwa anafundisha neno la Mungu kama mamlaka ya mwisho. Badala wakati walimu wengine wa Kiyahudi wanafundisha mapokeo wanafundisha mapokeo wakiikwete kwamba yako sawasawa na neno la Mungu, lakini ukiangalia vizuri walikuwa wanaexoti mapokeo ya Kiyahudi kuliko neno la Mungu lenyewe. Ambapo sura 15 kitabu cha Mathayo, Bwana Yesu anaafirm dhati, anasema kwamba mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo ya baba zenu. Si ajabu Bwana Yesu anawaambia Masadukayo kauli ngumu na ni nzito. Tuende kitabu cha Mathayo sura 20 na au nitumie wana. Tuende tu Mathayo sura 22. Bwana Yesu anawaambia Masadukayo kauli ambayo kwangu mimi naona ni onyo kwetu sisi pia wa Kristo
wa leo. Masadukayo Mathayo sura ya 22, tuangalie ule mstari wa 28. Mathayo 22 mstari 28 anasema hivi, basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi katika wale 7? Okay, nimesoma katikati ya story. Okay, labda nianzie mstari wa 23. Anasema hivi, siku ile Masadukayo wote wasemao ya kwamba hakuna ufufuo wakamwendea wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana mtoto, ndugu yake na muoe yule mke ili ampatie nduguye mzao. Basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akaoa akafariki, na kwa kuwa hana mzao akamwachia nduguye mke wake. Mstari 26, vivyo hivyo na wa pili naye, na watatu, hata wote 7. 27, mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. 28, basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi katika wale 7? Maana wote walikuwa naye. 29, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Ni moja eneo ambalo Bwana Yesu anaafimu maandiko ni neno la Mungu. Kwa maanake sababu kubwa ya wao kupotea ni kuto kujua maandiko. Ni the same reason in our life today. Sababu kubwa ya kanisa, sababu kubwa ya watu kupotea katika nyakati zetu ni wao kuto kujua maandiko. Hakuna hatari kubwa kuliko hii ya watu kuto kufahamu maana ya kile ambacho kimeandikwa katika maandiko matakatifu. Chambudhi nyingi za maandiko zinachomoa mistari nje ya muktadha. Biblia imekuwa ni kitabu ambacho katika historia hakuna kitabu ambacho kimesuffer a lot than Bible. Kuna msimamo ambao nilijengaga tangia nikiwa mhubiri mdogo huko nyuma kabisa huko. Nadhani sio kipindi niko advance. Nilizungumza hivi, nikisema mhubiri mdogo maana yake nilikuwa na umri mdogo. Nilizungumza hivi ya kwamba sitafuata kitabu ambacho kinalazimisha Biblia kufuata mawazo ya mwandishi. Badala yake nitasoma kitabu ambacho kinafuata mawazo ya Biblia. Labda niongee kwa lugha nyingine ambayo mtanielewa. Sitasoma kitabu ambacho kinalazimisha Biblia kufuata mawazo ya hicho kitabu. Badala yake nitasoma kitabu ambacho kinafuata mawazo ya maandiko kama yalivyo. Kwa nini? Wengi wanakuwa na wazo moyoni, anatafuta kulibackup, anatafuta kulipa nguvu na mstari wa Biblia. Nyakati za kuona mstari wa Biblia na kusema kwamba yes, hiki ni kitabu cha Mungu, hizo nyakati zimepita. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo hatuangalii mstari. Wakati huu tunaangalia, je, huo mstari umetolewa maana ile ambayo inapaswa kutolewa? Kwa maana yake wakati huo hatuoni mstari, baada yake tunaona paragraph. Hatuoni paragraph, baada yake tunaona kitabu kizima. Ndivyo kinavyofundisha. Na katika moyo wangu ninashawishika kwamba Mungu analiandaa kanisa ambalo litakuwa na adabu na nidhamu katika maandiko matakatifu. Nyakati za kudanganywa kwamba imeandikwa hivi. Okay, na wakati fulani sijui tulikuwa wapi. Ukisoma maandiko anasema, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, fedha na dhahabu. Bado huo mstari ulikotiwa kutufundisha kwamba inabidi tukombolewe. Wakati maandiko yameandika ni past tense, wakati uliopita. Na wakati huo wanatuambia tukombolewe, wanatumia fedha na dhahabu kama means of redemption, sadaka ya ukombozi. Wakati maandiko yako very clear kwamba hakuna namna ambavyo unaweza kuikomboa roho ya mtu kwa fedha au dhahabu, ila walituwekea andiko. Sasa nyakati hizi tunaenda more further kwamba ili andiko ndicho ambacho mtume amefundisha. Are we together? Kwa manake nidhamu ambayo inarejea kanisani kwa kasi ni namna ambavyo maandiko yanaanza kufasiriwa katika muktadha wake. Kwa nini? Bwana Yesu alisema neno la Mungu haliwezi kutanguliwa.
Pia Bwana Yesu alisema neno la Mungu halitapita kamwe mpaka kila kitu ambacho Mungu amesema kimetimia. Also Bwana Yesu alisema watu wanapotea kwa sababu hawayajui maandiko, ambayo ndani ya maandiko kuna uweza wa Mungu. Also nyakati zile ambazo labda tunakuza upako juu ya neno la Mungu, okay, tunakuza miujiza juu ya neno la Mungu, hizo nyakati pia zimeisha, ya kwamba ni kweli tumeona muujiza umefanyika, lakini huo muujiza ni hatua ya awali. Je, huo muujiza baada ya kufanyika unatafsiri vipi neno la Mungu? Maana wengine wanajificha kwenye kivuli cha miujiza kutudanganya, kututoa kwenye maana ya kile ambacho kimeandikwa. Hizo nyakati tayari zimepita. Kwa nini? Kwa sababu hatuvutwi na miujiza tena, badala yake tunavutwa na sauti yake, tunaijua. Maandiko yanasema kwamba kondoo wake wanaifahamu sauti yake, wanaijua. Au together. Kwa maana yake badala ya kuwa na msukumo mkubwa kwenye miujiza, badala yake tunakuwa tuko very smart in doctrine. Haina maana kwamba tutatembea kwenye miujiza, tuna walk in miracles, lakini also tunakuwa very accurate katika ufundishaji wa neno la Mungu. Nilikuwa namsikiliza mhubiri mmoja hapa asubuhi tu, amesema kauli moja ambayo ni very profounding. Akasema hivi, kama unafikiria kwamba miujiza ndio validation au miujiza ipo juu kuliko neno la Mungu, basi Yohana sio nabii mkuu. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanaeleza kwamba Yohana Mbatizaji hakufanya muujiza hata mmoja, lakini Bwana Yesu anasema hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kupita Yohana, isipokuwa aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kupita Yohana. Manake manabii wote ambao tunaona from Abraham, wote manabii ambao Abraham ni mtu wa kwanza kutajwa kuwa nabii, japokuwa sio nabii wa kwanza, au together, lakini kwa kutajwa Abraham ndo wa kwanza kutajwa nabii. Kwa from Abraham to all other prophets ambao wamekuwa hapo baada ya Abraham, hakuna ile mkuu kupita Yohana Mbatizaji, na hakuna even single miracle ambayo Yohana ameifanya. Why? Kwa sababu Yohana Mbatizaji alikuwa very clear katika his message ya kwamba this is a Christ, huyu ndiye Kristo. Okay. Kwa manake kilichomfanya Yohana kuwa nabii mkubwa ni kwa sababu ya ujumbe aliokuwa nao, ambao unatofautiana na ujumbe ambao manabii wenzake walikuwa nao. Kwa namna gani? Manabii wote kabla yake walikuwa wanatabiri kwa habari ya kuja kwa Kristo. Huo ndio kwa ujumbe wao. Ujumbe wa Yohana hautabiri ujio wa Kristo, badala yake una announce ya kwamba tayari amefika. Are together? Kwa manake kikawaida, sijajua namna gani tunatumia vigezo gani vya kupima nabii mkubwa, nabii mdogo, lakini tukikaa katika ngazi za maandiko ya kwamba hakuna nabii mkubwa, hakuna nabii mdogo, lakini all of them wanatakiwa kuwa na namna ya nidhamu bora kuweza kutuelewesha na kutufunulia elimu ya Kristo kama ilivyo. Kabla ya nabii kutabiri, inabidi awe mwalimu. Kabla ya nabii kutabiri, inabidi awe mwalimu wa maandiko. Kwa manake kama vile ambavyo Mwokozi, I believe moja ya fundisho kubwa ambalo kanisa ya kwanza alijifunza kutoka kwa Kristo ni nidhamu na adabu aliyokuwa nayo, namna ambavyo ana approach maandiko matakatifu. I believe so. Kwa maana ukiona mitume wanasema tabaki katika kufundisha neno la Mungu na kuomba, hiyo conviction wameipata kutokea katika namna ambavyo wamemwona Bwana akihusiana na wao na adabu ya juu alikuwa nayo katika maandiko. Kwa hiyo kauli ya Bwana Yesu inabeba uzito wa kitofauti kabisa. Msidhani ya kwamba nalikuja kutangua Torati au manabii. Na nyingine nikisoma hivi, msidhani ya kwamba nalikuja kutangua maandiko matakatifu. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Na ametimiza. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Maandiko yako wazi kabisa kwamba akiwa msalabani, mmoja ya maneno ambayo Bwana Yesu aliyatamka alisema tetelestai, imekwisha. Maana yake tafsiri nyepesi ya kwamba yale yote ambayo alikuwa yanahitajika kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, kama ambavyo yametabiriwa na manabii, tayari yamefika. Okay, so maana yake tunatakiwa usomaji wetu wa maandiko katika akili zetu pasiwe na utofauti ya kwamba agano la kale, agano jipya, au maandiko ya agano jipya yako more superior than maandiko ya agano la kale. No. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba huwezi ukawa na agano jipya bila agano.
Huwezi ukasema hili ni agano la pili ambalo ni agano jipya kama una agano la kwanza. Kwa yanategemeana. Unapokuwa unasoma agano jipya, daima linakusukuma urudi nyuma agano la kale. Unapokuwa unasoma agano la kale, daima linakusukuma mbele agano jipya. Sasa ingine ni kwamba bila agano jipya, agano la kale haijakamilika, na bila agano la kale, agano jipya haijakamilika. I speak in term of books. Bwana asifiwe sana. Kwa maana yake sisi ni wanafunzi wa maandiko. Haleluya, sisi ni wanafunzi wa maandiko. Moja assignment kubwa ambayo kila aliyeamini anatakiwa kuwa nayo ni yeye namna yake ya kuchambua maandiko matakatifu. Usisomewe Biblia, usibambikiziwe maana kwamba hii ndio maana yake. No. Uone by your eyes very clear katika pages ya kwamba yes, hii ndio maana yake. Usiseme na wakati unavyosahihishwa kwamba umekutana na nafasiri sahihi ya maandiko, si kile ambacho nakijua kuhusu maandiko. Usio na kiburi cha kusema kwamba na mimi Roho amenifunulia. No. Inapokuja katika neno la hekima na maarifa, tutaamini kauli unayoizungumza, lakini kija katika fixed revelation neno la Mungu, hakuna kufunuliwa tena. Ni kama kusema kwamba ufunuo wa neno la Mungu tayari ulifungwa kwa kifo cha nabii wa mwisho. Bwana, hatuna ufunuo mwingine tofauti na huo ambao umeandikwa. Are we together? Ikija in terms of miracles, inaweza kufanyika miujiza wakati mikubwa hata kuliko ambayo imeandikwa kwenye Biblia. Hiyo hatuna ugomvi nao, lakini hatuna addition, hatuna kitabu kitakachoongezeka, hatuna mstari ambao utaongezeka, kwa sababu Roho Mtakatifu tayari ameshafunga that canon ya maandiko matakatifu. Are we together? Kwa maana yake usipojenga uzoefu wako katika maandiko matakatifu unajipotezea muda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hatakubali chochote isipokuwa kile ambacho kipo mwanzo mpaka Ufunuo. Hiyo ndo tafsiri ya kuabudu katika kweli. Kweli manake Mungu anaabudiwa katika ufunuo wa Kristo Yesu. Manake Mungu anatafuta watu ambao wanaielewa siri ya Kristo. Hao ndo wanaweza kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni kweli kabisa, tupo katika agano jipya, na kama tutaishi kama watu wa agano la kale. Halo? Okay. So manake ninakumbusha tena kwamba kauli hii ya Bwana Yesu imeweka msisitizo wa jambo kubwa, ya kwamba msizani ya kwamba nalikuja kutangua Torati na manabii au nalikuja kutangua maandiko matakatifu, bali nalikuja kuyatimiliza. Neno kutimiliza hapo neno prelo katika lugha ya Kiunani, ambalo lina maana kujaza kitu in fullness, kukijaza kitu in fullness, lakini also kukifanya kitu kuwa complete, kitu kukikamilisha kitu. Okay? Ambayo yote misamiati, kukijaza kitu, kukamilisha kitu, manake inatusaidia kuelewa ya kwamba bila Kristo na kazi yake kamili ya msalaba, Biblia imekosa maana. Hakuna chochote kwenye maandiko ambacho kina maana isipokuwa kile ambacho Kristo amefanya. Hapa naongea lugha ambayo utaelewa vizuri, kwa kusema hivi kwamba ukimsubtract Kristo kutoka kwenye Biblia ni kama kitabu kingine. Hutaona unabii unaotimizwa, hutaona hatima wanadamu, hutajua mbingu, hutajua kuzimu. Haleluya. Kwa manake si vibaya kusema kwamba Yesu Kristo ndiye aliyeipa maana Biblia. Yesu Kristo ndiye ufunuo kamili wa Mungu kwa wanadamu. Perfect revelation of God mankind. Then anaendelea kwa kusema hivi, narudia tena kusoma, msidhani ya kwamba nalikuja kutangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu